Sasa wamama watakuwa na kongamano lao mwezi wa 6, litafanyika pale Kahama kama ilivyo kawaida, kwamba katika kanisa letu kuna idara ya vijana, kuna idara ya wamama, kuna idara ya waimbaji, kuna idara ya watoto, kuna idara ya nini. Kwa hiyo hizo idara mara nyingi katika miongozo yao kuna kipengele cha kutegemeza mchungaji. Sasa mwaka huu wamama wameagizwa kwamba watategemezea kwenye ile kongamano la jimbo pale Kahama, kwenye ile kusanyiko ambapo wamama katika makanisa yao, kila mmoja wamama kwenye makanisa yao wanakuja wanakusanyika pamoja kwenye tukio lile la ibada hizo au semina hiyo. Hapo kutakuwa na kipengele cha kutegemeza wachungaji wao, yaani kila kanisa, wamama wale waliofika pale wawe wamejiandaa mapema huku, alafu siku ile itakayokuwa imewekwa kwenye zile siku 5 za semina, basi kutakuwepo na siku mojawapo ambayo wamama watafanya tegemezo hilo kwa mchungaji. Sasa wamama wetu hapa wao wakaona washirikishe kanisa lote ili sadaka hiyo ikusanywe pamoja, na ndio siku ya leo, si ndio wapendwa? Na ndio siku ya leo tarehe 4. Wao wamepangana wenyewe, lakini wamealika na sisi wengine ili tuongeze nguvu kwenye kusudi lao. Hapa nyuma kumekuwa na kama lugha ya kwamba siku ya leo ni ya kutegemeza mchungaji. Sijui kama inaweza ikawa imenyoka sana, lakini nikaona hivi tuweke tu ufafanuzi kwamba leo ni siku ya kukusanya mali na fedha, sijui na vitu gani vitakavyokuwa vimeandaliwa na wewe, ili kuvikusanya pamoja. Baadaye wanakabidhiwa viongozi wa wamama. Wamama wale watavitunza kusubiria ile tarehe ya kongamano kule jimboni. Wamama tu. Kwa hiyo wataenda huko, watapata maelekezo ya mafundisho mengi. Ndani ya hizo siku ndiyo kutatolewa siku ya kutegemeza kila wamama kwa mchungaji wao. Kwa hiyo tegemezo lile litafanyikia huku. Leo ni namna tu sitaundwaje. Nafikiri imetengenezwa, si ndio wapendwa? Ile imeshatengenezwa kwamba tunafanyaje, lakini leo tunakusanya, baadaye wamama wataibeba, watakaa nayo kusubiri ile siku ambayo itakuwa imeandaliwa mwezi wa 6. Amen. Na nikasema basi wamama ndio wasimamie hili. Kwa hiyo msomaji wa neno la Bwana atasoma, atatuhamasisha sana. Na mimi huwa nawafundisha na waambia, jamani, mtu semee sana hilo. Ukieleza jambo jingine inaweza ikatutoa kwenye ule muhemko wa hilo jambo. Kwa hiyo mtu somee maandiko yanayozungumza, sijui wamama kama mmetagataga kwenye Biblia, si mmepata maandiko huko. Hayo maandiko ya wamama sijui wakafanyaje, tusome na hapa wamama wakafanyaje. Hiyo inatuhamasisha, si ndio wapendwa? Lakini msisahau kututaja na sisi. Wababa msipotutaja tunaanza kutoka mlango simua kwa mwingine wa. Nasema kwamba leo ni wamama. Sasa msisahau kutaja hilo, Bwana Yesu asifiwe sana. Itatuunganisha pamoja. Msisahau kuwataja watoto, msisahau kutaja vijana na wao ili wajue kwamba kumbe na sisi. Kwa hiyo itawasaidia sana. Amen. Lakini kabla ya kufika hapo, nataka niongee au nisisitize au nikumbushe swala hili ambalo mzee wa kanisa hapa amesema, habari ya mkutano wa kule Mwanzwini na nini? Wapi? Maruguru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule Maruguru wapendwa, kweli ratiba ya kwanza ilikuwa ni hiyo tarehe 27 mpaka huko tarehe 1. Juzi tukawa tumekaa na mgeni wetu yule, tukajaribu kuangalia ratiba zilivyo za kikanisa
za kijimbo na za yeye, kwa sababu yeye naye kula na ratiba zake, mara ataondoka ataenda wapi. Kwa hiyo tukajaribu kurekebisha ili tuweke vizuri. Kwa hiyo badala ya hiyo tarehe 27 basi itafanyika kuanzia tarehe 2 ambayo itakuwa ni wiki ngapi zimebaki? Wiki ngapi leo? Tarehe 4, sijui wiki ngapi zimebaki hiyo. Kwa hiyo tuna siku bado nyingi kidogo mpaka kufikia tarehe 2. Tarehe 2 itakuwa ni Jumatatu. Tarehe 2 itakuwa ni Jumatatu. Kwa hiyo mkutano kule Mwaluguru tutaanza siku ya Jumatatu, tunakwenda hivyo mpaka Jumamosi. Tukifika Jumamosi mkutano unaishia hapa. Tukimaliza vyombo vinarudi kanisani. Siku ya Jumapili itakuwa ni ibada kama kawaida ya siku za Jumapili. Sisi hapa tutaabudu kama tunavyoabudu kule Mwaluguru, na wao watakuwa na mchungaji wao, wengine kote kama kule Shalom na wao wataendelea hivi, na wote watakao kuwa wamealikwa siku ya Jumapili ni watu waabudu kanisani kwao. Amen. Tumeona tufanye hivyo kwa sababu kwanza kuna mwendo mrefu kidogo kutoka hapa kwenda kule. Niombe sana kwamba nyie ndio wazazi wa lile kanisa la Mwaluguru. Kwa hiyo siku zile ni lazima kila mmoja akubali zile gharama za kutembea, kama ni baiskeli, kama si ni usafiri gani. Jamani, kila siku uhudhurie kule ili tukashirikiane, si ndio wapendwa? Kwa hiyo kutakuwa na gharama kidogo kwa kila mmoja. Na mimi niombe kwamba ukubali tu, ujitume. Unajua ni moja ya afya kutembea kwa mguu hivi, unaenda halafu unarudi nimechoka, unarudi hiyo jioni nimechoka sana. Hiyo ndio afya yako. Ukidekeza kwamba mimi siwezi, halafu unakaa unalala, utaoza. Niombe sana hizo siku 6 tufanye hiyo gharama ili afya zetu ziwepo, alafu pia tuweze kuhamasisha ule ulimwengu wa Mwaluguru watu waje kwa Yesu, si ndio wapendwa? Ile iliyokuwa ifanyike Shalom, ile semina iliyokuwa ifanyike Shalom kwa yule mgeni, tumebadilisha, tumeweka mwezi wa 7. Kwa hiyo itakuwa mwezi wa 7, sikumbuki ni tarehe gani, lakini ni wiki ya pili. Ile wiki ya pili ya mwezi wa 7. Ina maana mwezi wa 7 unapoanzia, ile wiki ya pili yake ndio tutakuwa pale Shalom kwa ajili ya semina na yule mgeni. Kwetu hapa tulipanga hivi, huyo mgeni atakuja. Sasa tumepanga, tumeangalia ratiba zake, tumeangalia ratiba za sisi wenyewe, tumeweka mwezi wa 9. Mwezi wa 9 itakuwa mwanzoni kabisa, zile wiki 2 za kwanza. Hizo ndizo ambazo tutakuwa hapa na mgeni wetu. Maana hapa itabidi afanye hizo siku 14. Bwana Yesu asifiwe sana. Itabidi afanye siku 14. Kwa hiyo sisi hapa ni mwezi wa 9, Shalom ni mwezi wa 7, halafu hii tarehe 2 ya Mwaluguru mwezi wa 6 mpaka hiyo tarehe 7. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hayo nimalize kwa kusema kwamba nashukuru Mungu sana kwa ajili ya wapendwa wetu waliotangazwa, wazee wa kanisa Damiani na Elias wameenda kule Mwanzwilo kwa ajili ya kuwatia nguvu wale watu. Alafu Yona na yeye ameenda na mke wake huko Mwaluguru, ameenda kule. Na yeye Mdemu ameenda wapi? Kilabo kule. Eneo ya kata ya Kilabo. Huko ndio ameenda naye kusalisha huko. Nashukuru sana kwa mhemko huo, maana kazi ya Bwana tunatiana moyo, si ndio wapendwa? Mungu awabariki sana. Naomba niombe sasa kwa ajili ya msomaji wa neno, atushirikishe kwa katika zile alizopewa, halafu baadaye tuingie kushirikiana kwa zoezi hili.